napenda kuhamasisha Watanzania wote kwa ujumla na wataalamu wote wa mazingira Tanzania kushiriki katika maadhimisho ya wiki ya mazingira ambayo kilele chake ni siku ya tarehe 5 ambayo ni maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ambayo kidunia yatafanyika katika nchi ya Korea Kusini katika jimbo la Jeju, ambayo kauli mbiu yake itakuwa ni kukomesha uchafuzi wa mazingira unaotokana na matumizi ya plastiki. Lakini pia kwa hapa Tanzania tunafanya maadhimisho haya yanafanyikia Dodoma, ambapo katika viwanja vya Jakaya Mrisho Kikwete Convention Center, na kauli mbiu hasa katika level ya nchi yetu hapa ni kwamba inasema mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Hiyo ndio kauli mbiu ambayo tunasimama nayo kwa mwaka huu katika maadhimisho haya. Napenda kuhamasisha Watanzania kushiriki kabisa katika mambo ya kujizuia uchafuzi wa mazingira. Tumeona matumizi ya vifaa vya plastiki, mifuko ya plastiki imekuwa ikichangia sana kuharibu mazingira katika maeneo mbalimbali, fukwe za baharini na maeneo mbalimbali ambayo tunayoishi. Na hizi taka za plastiki zimekuwa ni taka ambazo ni ngumu, haziozi, lakini pia shughuli za urejelezaji, recycling, bado hazijawafikia wadau wengi. Kuna maeneo hizo shughuli hazifanyiki, na hivyo hizi taka zimeendelea kuleta athari zaidi katika mazingira. Sasa sisi kama wataalamu wa mazingira tunashauri watu watumie vifaa mbadala. Badala ya kutumia chombo cha plastiki, wanaweza kutumia chombo kingine ambacho sio cha plastiki, lakini baadaye kinapofikia mwisho wa matumizi taka yake ni taka ambayo inaoza au inaweza ikabadilishwa kufanya kitu kingine. Kwa mfano, ukitembelea katika banda letu la TEA, tumeweka pale mifuko. Ile mifuko sio mifuko ya plastiki, ni mifuko ya kubebea laptop, ni mifuko ambayo sio ya plastiki. Na mifuko hii tumeweka mifuko ambayo mtu anaweza kaitumia zaidi ya mara moja. Kwa sababu mifuko ya plastiki ukienda dukani unafungiwa, baada ya hapo unatupa. Lakini hii ni mifuko ambayo unaweza kutumia zaidi ya mara moja. Na mifuko hii tunahamasisha zaidi iweze kutumiwa na wakina mama wanapoenda masokoni, wanapoenda madukani, waende na mifuko yao ambayo atawekewa bidhaa zake, atakuja kurudisha nyumbani, ule mfuko unaendelea kuwepo. Lakini hizi mifuko ya plastiki pamoja na vifaa vingine vya plastiki ambavyo baada ya matumizi kinabaki kama taka, ndio yameendelea kutuletea matatizo zaidi. Kwa napenda niwahamasishe Watanzania wote waungane na serikali katika kuadhimisha siku hii ya mazingira, na hasa katika jambo la kutunza mazingira tulichukulie maanani, tulifanyie kazi, tuliingize kwa vitendo ili tuweze kupata matokeo mazuri na mazingira yetu yakaweze kutunzwa vizuri. Nawaomba sana mtembelee banda letu. Sisi kama chama cha wataalamu wa mazingira tunasajili wataalamu wa mazingira. Wataalamu hao ni wale ambao wanafanya tathmini za athari za mazingira katika miradi mbalimbali ya serikali, miradi mbalimbali ya watu binafsi. Miradi yote ya maendeleo inayotekelezwa lazima ifanyiwe tathmini za athari za mazingira ili kuhakikisha kwamba haitachafua mazingira au haitaleta madhara makubwa kwa mazingira. Kwa wale wataalamu wote wanaofanya shughuli hizi tumekuwa tukiwasajili na tuna takwimu zao, na kazi zote wanazofanya tunazitambua, na tuna chama chetu ambacho ndio tunahamasisha mambo ya mazingira. Kwa hiyo karibuni, nasi tunaunganisha nguvu na serikali ili kuweza kuhamasisha utunzaji wa mazingira kwa vitendo na kwa kuhamasisha uelewa zaidi kwa wananchi.